Leo hii sisi kama Dar es Salaam tuna wajibu wa kujadili changamoto zetu tunazozipata kwenye eneo la uchafuzi wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na upotevu wa bioanuwai katika nchi yetu. Hivyo tuna wajibu wa kukaa pamoja na kufanya tafakuri. Lakini tunapofanya tafakuri kama mkoa wa Dar es Salaam, ziko changamoto ambazo tunazo kama mkoa wetu wa Dar es Salaam. Moja ni ongezeko kubwa la watu. Unapokuwa na ongezeko kubwa la watu, maana yake unategemea na uwepo wa uchafuzi wa mazingira. Lakini pia jambo la pili ni uzalishaji wa taka ngumu kwa kiwango kikubwa. Wamesema wenzangu, wamesema hapa mstahiki meya, uzalishaji wa taka ngumu umeendelea kuongezeka. Lakini tumie nafasi hii kupongeza wakurugenzi na wadau mbalimbali. Wakati tunatembelea kwenye mabanda, tumeona jitihada mbalimbali za kuhakikisha namna gani wanaweza kuchakata taka ngumu. Naomba tuwapigie makofi mengi sana. Lakini sote ni mashahidi, wastahiki mamea nimewaona kwa nafasi tofauti, wakurugenzi na waheshimiwa wakuu wa wilaya, mmeenda kufanya usafi katika maeneo mbalimbali. Hivyo uchafuzi wa mazingira umeenda mpaka baharini, mpaka kwenye mito. Wenzetu wa Temeke wanajua, Ilala mnajua, Msimbazi, Kinondoni mnajua Msimbazi, namna taka zinavyokuja kutupwa baharini. Lakini wenzetu sisi Temeke, wenzetu wa Kinondoni na Ilala tunajua eneo hili hapa la mlango bahari wa mto Msimbazi, namna ya taka nyingi zinavyokwenda pale. Hivyo ni changamoto kubwa katika jiji letu la Dar es Salaam. Hivyo siku kama ya leo ni siku ambayo tunafanya tafakuri kwa pamoja. Lakini wakati tunafanya tafakuri, tuna haja ya kuwapongeza na kuwasifia zile kampuni na taasisi ambazo wameanza kuchakata. Wapigieni makofi mengi sana. Lakini sambamba na hiyo, kama mkoa wa Dar es Salaam ni mkoa ambao Mheshimiwa Rais ameleta fedha nyingi za ujenzi wa miundombinu. Moja ya changamoto ambayo tunaendelea kuipata ni makampuni yetu na mikataba ambayo makampuni yetu inayo kwenye halmashauri zetu. Muda wanaopewa wakati mwingine wanashindwa kununua vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi katika maeneo ambayo yamejengwa. Mfano leo hii unazungumzia barabara Mheshimiwa Rais ameijenga kutoka katikati ya jiji la Dar es Salaam kwenda Ubungo, kwenda Kimara, kwenda Mbezi. Unategemea mama yangu mwenye fagio afagie zaidi ya kilomita 40 kwa fagio achelewa? Haiwezekani. Leo hii kutoka Dar es Salaam hapa katikati ya jiji kwenda Gongo la Mboto zaidi ya kilomita 25, unategemea mama yangu aende na fagio yachelewa afagie mchanga barabarani? Haiwezekani. Lakini leo hii kutoka hapa katikati ya jiji unapokwenda Tegeta ni zaidi ya kilomita 30, unakwenda Boko. Mheshimiwa Rais amejenga barabara nzuri, lakini unamtegemea mama mwenye fagio yachelewa akakufagilie barabarani? Haiwezekani. Nitumie nafasi hii kuwaomba wastahiki mamea, waheshimiwa madiwani na wakurugenzi, mkafikirie namna gani makampuni haya yanayofanya usafi kulingana na mikataba mnaowapa, ili waweze kuja na vifaa vya kisasa vya kufanyia usafi barabarani. Leo hii tunakwenda kwenye Afcon, wageni wanatoka maeneo mbalimbali duniani, alafu anamkuta mama ameweka kile kidude anafagia barabara ya kutoka airport. Hivyo niwaombe na kuwasihi, hizo ni changamoto. Lakini pia matumizi ya teknolojia mbalimbali yamekuwa sehemu ya changamoto ya mafanikio yetu ya kuhakikisha mji wetu au mkoa wetu wa Dar es Salaam unaendelea kuwa safi. Leo hii tunapokwenda kuadhimisha siku hii ya mazingira, wamesema wenzetu hapa, kauli mbiu ni Dira ya Taifa 2050, tuwajibike kukijanisha Tanzania. Nimeigawa kauli mbiu hii katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kukijanisha Tanzania. Sehemu ya pili ni uwajibikaji. Sehemu ya kwanza inatoa nafasi ya namna gani Tanzania iwe tutakapo baada ya miaka 25. Tanzania gani iwe? Inatakiwa Tanzania ya kijani. Tanzania ya kijani inatakiwa kulinda mazingira.
Tanzania ya kijani inatakiwa kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa na hewa ya ukaa. Lakini pia Tanzania ya kijani inatakiwa kuongeza maeneo ya kijani. Lakini kwa bahati mbaya watu wetu wamekuwa wakiyatumia maeneo ya open space, yani maeneo ambayo ya kijani, wanajenga, wanatumia kwa matumizi mengine. Sasa angalia malengo yalivyo na namna ambavyo tunaishi. Lakini Tanzania ya kijani ni ile ambayo inatumia nishati safi ya kupikia, nishati safi ya viwandani, nishati safi ya vyombo vya usafirishaji. Ndiyo tunayotakiwa kwenda nayo. Lakini namna gani tunaweza kufika? Ni kwa uwajibikaji. Ndio maana inakuja kipengele cha pili kwenye kauli mbiu ya uwajibikaji. Uwajibikaji ni nani? Uwajibikaji ni mimi na wewe kama viongozi. Sisi viongozi wakuu, ngazi ya mkoa, ngazi ya wilaya, ngazi ya halmashauri, maana yake tuna wajibu wa kuifanya Tanzania ya kijani. Lakini la pili ni wananchi wetu. Namna gani tunavyoweza kuwashirikisha wananchi? Na kwa bahati nzuri katika mfumo wa utawala wa nchi yetu unaanza na serikali za mtaa. Maana yake ni kwa wananchi. Ni namna gani tutatumia mfumo huu kwenye kauli mbiu hii ya kukijanisha Tanzania yetu? Lakini tunaye rais wetu na kiongozi wetu ameonyesha mfano, ameitoa siku yake ya kuzaliwa ya kukijanisha Tanzania, na ndio maana siku yake ya kuzaliwa anaenda kupanda mti. Nilikuwa namuuliza ndugu yangu mstahiki meya hapa, ndugu yangu Mheshimiwa Nurdin Sherita, wewe lini katika birthday yako tunaenda kupanda miti? Akasema kuanzia sasa na mimi nitaanza kupanda miti. Mpigeni naye makofi. Maana yake na sisi kama viongozi tunatakiwa kuonyesha mfano wa kukijanisha Tanzania. Lakini pia tunapokwenda kukijanisha Tanzania, ni waombe wakurugenzi wa halmashauri zote, waheshimiwa madiwani, tunavyokwenda kupitisha mipango miji yetu tuzingatie hii kijanisha Dar es Salaam, kijanisha Tanzania. Mtu anakwenda kukuonyesha ramani ya ujenzi, haoni mahala hata anapokwenda kupanda mti, anatumia eneo lote bila kuonyesha hata eneo la kijani. Lakini sambamba na hili eneo la uwajibikaji, Dar es Salaam tunavyo viwanda vingi. Kwenye eneo hili la uwajibikaji, kwa kutumia taasisi zetu za NEMKI, TFS, tunafanyaje kuhakikisha tunakijanisha nchi yetu? Nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza NEMKI. Naomba mjipigie makofi mengi sana. Wakati mnakwenda kuadhimisha miaka 40 ya NEMKI, mlikuja mkazindua mfumo au teknolojia ambayo itatumika kuweka kwenye viwanda, na mfumo ule utaweza kutambua namna gani hewa inavyoweza kuchafuliwa na kiwanda kile. Naomba tuwapigie makofi sana. Mfumo wenyewe mmeuita TOSEX. Hongereni sana kwa namna mlivyoamua kufanya hivi. Ni wasihi mshirikiane na halmashauri zetu mbalimbali kuona namna gani, kwa sababu viwanda hivi viko kwao, tunaweza kufanikisha lengo hili la kwenu. Lakini pia